Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnungu Global Visa Consultant, ambao si tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako, ikiwa katika siku za usoni wanakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka tumeendelea kushuhudia athari mbalimbali za kuendelea kwa mgogoro wa nchi ya Iran. Moja katika matukio yake ni kile ambacho kiko wazi kwamba siku za nyuma Marekani iliondoa sehemu ya vikwazo vyake, hasa kuhusiana na biashara ya mafuta, ikihusisha nchi kubwa, manake nchi kama ya Urusi, lakini vile vile ikihusisha nchi kama ya Iran. Katika upande wa nchi ya Urusi tunaona matokeo ya kuondolewa sehemu ya vikwazo vya katika upande wa mafuta. Maana yake ni kwamba imeweza kufanyika coordination baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Marekani, kiasi ambacho nchi ya Urusi imeweza kutuma meli kuelekea katika nchi ya Cuba. Kwa maana ya kwamba kwa maelezo ya Rais Donald Trump, kwa hivi sasa sio tu nchi ya Urusi bali vile vile na nchi nyingine yote inaweza kupeleka mafuta katika nchi ya Cuba. Lakini tu katazo lao linaonekana kwamba mafuta yasipelekwe katika idara za serikali, lakini katika zile taasisi binafsi kwa ajili ya huduma za kijamii, maana yake mafuta yanaweza kupelekwa. Hii inaonekana ni sehemu ya makubaliano ya kuhusiana na swala la Urusi kuruhusiwa kuuza mafuta yake. Maana yake inaonekana katika mjadala baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Urusi ulihusisha vile vile swala la aina ya zuio ambalo lilikuwa limewekwa na nchi ya Marekani kuhusiana na nchi ya Cuba katika upande wa nishati hasa ya mafuta, lakini vile vile hata katika upande wa gesi. Kwa tafsiri hiyo, maana yake ni kwamba kutokana na mgogoro ambao umekuwa ukiendelea katika nchi ya nchi ya Iran, maana yake umepelekea kuchagiza tatizo kubwa la mafuta duniani, kiasi ambacho ili kuweza kubalance vizuri tatizo lisiwe kubwa zaidi, maana yake nchi ya Marekani imelazimika kuondoa sehemu ya uzito wa vikwazo vilivyokuwa umewekwa katika nchi ya Iran pamoja na nchi ya Urusi, jambo ambalo limekuja kuleta unafuu hasa katika upande wa nchi ya Cuba, ambao siasa zake kwa kiwango kikubwa zina shabihiana na mrengo wa nchi kama ya Urusi, lakini vile vile na nchi kama ya China. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, kile kinachoonekana kutokana na hali ya sasa hivi inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, kwanza nchi ya Iran imekuwa ikifanya biashara kubwa sana ya upande wa mafuta, na imekuwa ikifanya biashara katika bei ya juu, kwa maana ya kwamba hivi sasa kama inavyofahamika wazi kwamba bei ya pipa maana yake haishuki dola 100. Na kwa tafsiri hiyo, maana yake kile kinachoonekana ni kwamba ile pesa ya nchi ya Irani imepanda thamani kwa takriban 6%, kwa sababu katika siku za nyuma ilikuwa inaanguka kwa muda mrefu kutokana na vikwazo vya nchi ya Marekani. Lakini kwa hivi sasa, maana yake kile kinachoonekana ni kwamba pesa ya nchi ya Irani imeweza kupanda thamani kwa 6%, lakini vile vile mfumuko wa bei katika nchi ya Irani ulikuwa umefikia katika 80%, bali hivi sasa inaonekana kwamba umeshuka kwa takriban kwa 13%. Maana yake hivi sasa mfumuko wa bei upo kwa 67%. Na kwa kadri maana yake hali inavyozidi kuendelea na msimamo wa nchi ya Irani kuhusiana na kwamba mafuta hayatakiwi kuuzwa kwa dola, ni aidha yauzwe kwa yuan au yauzwe kwa tunasema hizi pesa za ndani, zile local currency. Maana kama ile pesa ya nchi ya Iran, ile riali ya nchi ya Iran, kwa tafsiri hiyo maana yake ni kwamba hili linapelekea thamani kwanza kupanda ya pesa zile za ndani, lakini vile vile kuna unafuu mkubwa wa maisha unapatikana, kwa sababu panakuwa kuna uwezekano mkubwa wa kupatikana baadhi ya vifaa au baadhi ya vitu ambavyo kwa siku za nyuma vilikuwa vinazuiwa kuingia katika nchi kama ya Iran. Maana yake kwa hivi sasa inawezekana kuwa kuna unafuu wa kiwango fulani wa kuweza kurahisisha upatikanaji wa baadhi ya vitu ambavyo aidha vinatumika katika uzalishaji, na kiasi ambacho inaweza kupelekea uzalishaji kuweza kupungua zile au gharama za uzalishaji kupungua, na hivyo kupelekea bidhaa kuweza kupatikana kwa unafuu na
ikawa ni sehemu ya matokeo ya kupunguza sehemu ya mfumuko wa bei ambao ulikuwa ukiandama nchi ya Iran. Lakini vile vile katika sehemu ya matokeo ya mgogoro huu tumekuwa tukiangalia hali inayoendelea katika upande wa kaskazini, katika upande wa nchi ya Israel, na hasa katika maeneo ya kaskazini, maana katika maeneo kama ya Upper Galilee, upande wa magharibi mwa mji wa Galilei, lakini vile vile na upande wa kusini mwa mji wa Galilei. Maana kuna Upper Galilee, South Galilee na kuna West Galilee. Pamekuwa kuna taarifa za wazi za kuonyesha kwamba jeshi la Hezbollah limekuwa likiingia katika maeneo ya ndani ya Israel, na kuingia kwake hasa ni sehemu ya matokeo ya mgogoro huu au athari za mgogoro huu, kwa maana ya kwamba njia ambayo imetumiwa na nchi ya Iran kuweza kuidhibiti Marekani katika hatua za mwanzo za operesheni yake, ndiyo njia ambayo inaonekana imetumiwa na kundi la Hezbollah kwenye kujaribu kuidhibiti nchi ya Israel katika mwanzo wa operesheni yake, na hii imekaa katika muundo huu. Katika siku za mwanzo nchi ya Iran ilishambulia sana sehemu ya radar system, mifumo ile ya radar ambayo ilikuwa inapatikana katika sehemu kama za Qatar, sehemu za Kuwait, Bahrain, kuelekea paka katika maeneo kama ya Jordan. Walijitahidi kwa kiwango kikubwa kushambulia sehemu zote za radar system, na hivyo kufanya jeshi la Marekani liwe linapigana likiwa ni kipofu, maana halioni vizuri kwa sababu ile mifumo ya radar imeweza kuharibiwa. Bali hata katika upande wa zile meli kubwa kama USS Abraham Lincoln, maana katika siku za mwanzo zilikuwa zinaonekana zinakaa mbali katika maeneo kama ya Arabian Sea, ile bahari ya Uarabu, lakini katika upande kama wa Yemen. Lakini kutokana na athari ya kushambuliwa kwa rada ambazo zinapatikana kama ile rada kubwa ya ilikuwa inapatikana pale katika nchi ya Qatar ambayo ilikuwa inasoma takriban kama kilomita 5,000, maana yake hili lilipelekea hata zile meli za nchi ya Marekani kulazimika kuanza kusogea karibu ya nchi ya Iran, kwa sababu maana yake kule walipo hivi sasa hawana au rada zinakuwa hazisomi kwa umbali mkubwa paka pale paka maeneo ya nchi ya Iran yalipo, kwa maana kwamba mwanzo ilikuwa inafanyika muunganiko. Ile rada ambayo inasoma umbali mkubwa maana yake inatuma taarifa katika rada iliyoko mbali ambayo inapatikana katika zile meli, aidha ni zile destroyer au ile meli kubwa yenyewe. Lakini kwa hivi sasa, kwa sababu zile rada zimeharibika au zimeshambuliwa, maana yake ni kwamba meli zinalazimika zisogee karibu kiwango fulani ili zile rada zake ziweze kusoma vizuri. Hii ni tekniki ya kwanza ambayo Iran walikuwa wameifanya. Katika muundo huo inaonekana kwamba kundi la Hezbollah wamefanikiwa kutumia muundo huo kushambulia katika sehemu za kama Meron Airbase ambayo inapatikana katika upande wa kule kaskazini, lakini vile vile katika base kama David Ramat au Ramat David Airbase ambayo inapatikana pia katika upande ule wa kaskazini. Hizi ni base muhimu kwa sababu kwanza zina command and control center katika upande wa kaskazini, lakini vile vile zinakusanya sehemu ya rada muhimu ambao zinasoma katika maeneo ya mipakani, bali mpaka ndani ya maeneo ya nchi ya Lebanon. Kwa hivyo inaonekana mashambulizi ya mwanzo kabisa baina ya tarehe 2 na tarehe 3 ya kundi la Hezbollah yalitarget zaidi katika sehemu ya rada zinazopatikana katika bezi hizi, lakini vile vile na zile tunasema baadhi ya rada ambazo zilikuwa zimetoka katika sehemu mpakani, maana yake walijitahidi kwa kiwango kikubwa kushambulia katika sehemu hizo. Na ukizingatia kama maeneo yale kama ya Upper Galilee, katika maeneo kama ya Medula, katika maeneo kama ya Kiryat Shimona, maana yake ni maeneo ambayo vile vile yamezungukwa na sehemu kama ya maana yake misitu tuseme, au ile sehemu ya miti mingi, kiasi ambacho imekuwa ikitoa fursa ya wazi kwa jeshi kama lile la Ridwan Brigade, ambayo ni brigadia ya jeshi la kundi la Hezbollah ambayo inakusanya wapiganaji wale kwa hali ya juu, maana yake ambao wako very intelligent, wale wa juu kabisa ambao ni wajuzi zaidi ndio wanatoka katika brigadia hii. Inaonekana kwamba wamekuwa wakiingia katika sehemu kama ya Kiryat Shimona, katika maeneo kama Metula, na wakifanya mapigano ya ndani ya mitaa ya Israel. Hii yote ni kuonyesha ni athari ambayo imekuwa ikijitokeza
kutokana na mgogoro wa nchi ya Iran, kuzingatia kwamba Iran bado imekuwa ikifanya mawasiliano na kundi la Hizbullah na imekuwa ikishambulia katika upande huo wa kaskazini, kiachilia mbali Hizbullah wenyewe kushambulia katika sehemu ya kaskazini, lakini vile vile na Iran imekuwa ikishambulia katika sehemu ya kaskazini mwa nchi ya Israel. Kwa hiyo wana maeneo kama ya kaskazini mwa mji wa Galilei yameathirika kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile katika maeneo kama ya upande wa magharibi mwa mji wa Galilei, maana yake maeneo kama ya Hanita, maeneo kama ya Shilomi, vile vile inaonekana kwamba ile kundi la ile department ya Ridwan imeweza kuingia pia paka katika maeneo yani. Isipokuwa maeneo ambayo kidogo hayajapata athari kubwa ni maeneo ya kusini mwa Galilei, maana yake katika sehemu kama za Nazareth na maeneo kama ya Tiberia, katika sehemu ile kama ya ziwa, ndio kiasi fulani kwamba hayajaathirika, lakini mpaka sasa hivi kile kinachoonekana ni kwamba kuna baadhi au ile brigadia ya jeshi la kundi la Hizbullah kutoka katika brigadia ile ya Ridwan, maana wameweza kuingia ndani ya sehemu ya nchi ya Israel, na hii inaonekana kwamba kundi la Hizbullah kutokana na mwenendo wa jambo linaloendelea katika nchi ya Iran na nchi kama ya Israel, maana wameweza kuchukua hiyo kama ni opportunity. Wameweza kuchukua kama ni opportunity ya sio tu kufanya ile kuingia kwenye infiltration, maana kujiingiza, kujipenyeza ndani ya miji ya kaskazini, lakini vile vile katika miji mingine wamekuwa wakati mwingine wanaingia katika upande wa kaskazini, wamekuwa wakiingia wakifanya mashambulizi na kisha wanarudi katika baadhi ya vijiji kama Bakhiyam ambao vinapatikana katika upande wa kusini mwa nchi ya Lebanon. Lakini wakati huo maana yake ni kwamba sio kwamba Israeli wenyewe vile vile hawafanyi movement katika upande wa kusini mwa Lebanon. Wamekuwa wakifanya movement katika upande wa kusini mwa Lebanon, lakini kile kinachoonekana ni kwamba Hizbullah wamejaribu kubalance equation kwamba wakati nyinyi mnaingia Lebanon, maana yake sisi ndio tunaingia katika upande wa Israel. Lakini vile vile kile kinachoonekana ni kwamba katika miezi 15 ambayo ilikuwa imepita, kuna 16 toka walipoingia katika makubaliano ya kufanya kama ceasefire, Israel ilikuwa inaendelea kufanya mashambulizi kwa muda mrefu katika upande wa kusini mwa Lebanon. Na kile kinachoonekana ni kwamba Hizbullah walikuwa wakijiandaa katika miezi yote hiyo kusubiria tukio kubwa zaidi la kuibuka kwa mgogoro kama huu ambao unaendelea sasa hivi. Na ndio maana kile kinachoonekana ni kwamba yani ni kama Hizbullah wamefanya mashambulizi wamefanya maandalizi ya muda mrefu wakielewa kile ambacho kinakuja, na ndio maana mpaka sasa hivi inaonekana kwa mfano katika tarehe 6 mpaka kwenye tarehe 9 mpaka tarehe 15 waliweza kufanya mashambulizi takriban 180 ndani ya wiki moja. Hii ni kuonyesha kwamba wameweza kuharibu sehemu kwanza ya zile radar system ambazo zilikuwa zikasaidia kuweza kuangusha sehemu ya mashambulizi yanayoingia, lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, maana yake ni kwamba wamekuwa wakitumia techniques ya kujua kwamba hata kama kuna air defense system, maana yake air defense system inawezekana ikafeli atakapokuwa inaingia mashambulizi mengi ndani ya wakati mmoja. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama kwa umakini mkubwa katika situation hii ambayo imekuwa ikiendelea katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Israeli, watu wengi wamekuwa wakiondoka na wale viongozi wa upande wa kaskazini wamekuwa wakilalamikia sana serikali ya Waziri Mkuu Netanyahu kwamba kama tutakuwa tunashindwa kudhibiti sehemu ya miji, maana yake hatuwezi kuwa na nchi. Kama tunashindwa kudhibiti sehemu ya miji, maana yake hatuwezi kuwa na nchi. Na hili ndio jambo ambalo tulizungumza katika video yetu iliyopita katika uchambuzi wa namba 20 kwamba Waziri Netanyahu ametangaza kwamba anakusudia kuongeza ile sehemu ya kusini mwa Lebanon kufanya kama ni sehemu ya security zone au sehemu kama ya ulinzi, lakini kile anachokizungumza hakiendani na uhalisia. Hakiendani na uhalisia kwa sababu ya baadhi ya shida ambazo zinaikabili Israeli kwa hivi sasa. Shida ya kwanza ni shida ya kuwa na upungufu wa wanajeshi, maana wanajeshi takriban 15,000, na hii inajengwa zaidi kwa sababu ya tatizo la mfumo wa jeshi la Israel. Maana ni jeshi ambalo limeundwa zaidi na upande wa wale tunasema reservist, wale wanajeshi ambao wanakuwa horizontal.
kwa maana kwamba wanajeshi wao wanaingia wanafanya kazi ambao ni reservist wanafanya kazi maana yake labda mwezi au siku 45 mpaka miezi miwili wakati mwingine, kisha baada hapo wanarudi tena uraiani, wanaendelea kufanya shughuli zao. Kutokana na situation ambayo imekuwa ikiendelea ya vita vya mara kwa mara, maana kuna watu wengi sana wameondoka wameelekea katika nchi kama za Cyprus na mfano wake. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili katika kile ambacho kinachoonekana ni kwamba kushiriki katika migogoro yote kwa wakati mmoja, maana yake ni jambo ambalo haliwezekani, na ndio maana mpaka sasa hivi kinachoonekana hata katika upande wa nchi ya Iran, mpango wa kusema kwamba inafanyika ile tunasema ile ground offensive, jeshi lile kuingia kwa miguu, huu unaonekana ni mpango wa nchi ya Marekani na sio mpango wa nchi ya Israel, kana kwamba nchi ya Marekani maana yake inakwenda kupigana vita for the sake of Israel, kwa niaba ya nchi ya Israel, kwa sababu aliyekuwa amebeba mgogoro na anausitiza mgogoro utokee maana yake ilikuwa ni nchi ya Israel. Lakini sasa hivi maana yake wanajeshi wanaokwenda kupigana au wanakusudia kwenda kupigana katika njia ya miguu, maana yake ni wanajeshi wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo kama vile jeshi la Marekani maana yake linakwenda kupigana kwa niaba ya nchi ya Israel, na ile hali kwamba Israel ilikuwa mwanzo imependekeza kuingia katika mgogoro huu. Sasa unaweza ukaona tatizo lililopo kwamba kwa mazingira ya nchi ya Israel sasa hivi haiwezi kutoa mwanajeshi hata mmoja kwenda kushiriki katika hiyo operation. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tatizo ambalo linaonekana sasa hivi linaripotiwa katika upande wa kaskazini, miji ya kaskazini mwa nchi ya Israel, kutokana na jeshi la Hezbollah kuingia ndani ya Israel. Hili ni tatizo lingine. Lakini jambo la tatu, kwa muunganiko wa pande zote mbili, maana yake Israel pamoja na nchi ya Marekani, muunganiko wao umeshindwa kuzishawishi nchi za Kiarabu kuweza kushirikiana nao katika upande wa operation yao, kwa sababu katika mazingira ambayo Marekani yuko na Israel, haiwezekani kwa nchi ya Kiarabu kudeclare kwamba inaenda kuingia katika ushirikiano wa Marekani na Israel. Hilo ni jambo haliwezekani. Ndio maana inaonekana kwamba katika siku za nyuma, kipindi cha mgogoro kama wa Iraq kwenye mwaka 2003, unaweza ukaona kwamba Rais George W. Bush kwa kipindi kile alipiga hesabu ya kuiweka Israel katika sideline, katika upande wa pembeni, na kisha ikaungana na baadhi ya nchi za Kiarabu kwenye kupigana dhidi ya Saddam Hussein. Na hii move inaonekana kwamba kwa upande mmoja au mwingine iliweza kufanikiwa, hata kama haikuwa maarufu sana katika nchi za Kiarabu, lakini iliweza kufanikiwa. Ila katika mazingira sasa hivi ndio maana unakuta kwamba Marekani inajikuta kwamba iko peke yake, kwa sababu kwa wakati mmoja ingekuwa Marekani peke yake, maana yake ingeweza kushawishi nchi za Kiarabu. Lakini Marekani kwa pamoja na Israel, manake jambo hili la nchi za Kiarabu kuungana na Israel kuishambulia nchi ya Iran, bila shaka inakuwa ni jambo gumu, kwa sababu ya fikra hii manake haiwezi kuwa maarufu au haiwezi kupata maarufu au support ya namna yote kutoka katika jamii ya nchi ambazo zilizoko katika eneo la Gulf, na maana mwisho wa siku zinalazimika zikae neutral kama haziwezi kufungamana na upande wowote. Kwa hiyo katika zao la athari ya mgogoro unaendelea katika nchi ya Iran, tunaona kwamba kuna athari kama hizi za kiuchumi. Marekani ilikuwa imeweka blockade katika nchi ya Cuba, lakini hivi sasa inalazimika iondoe kwa sababu ya mazingira yalivyo ya dunia kwa hivi sasa. Tunaona kwamba dhamira ya nchi kama Marekani katika nchi ya Iran ilikuwa ni kuhakikisha kwamba uchumi unabanwa vizuri kiasi ambacho wananchi waweze kureact kwa sababu ya matatizo ya kiuchumi. Lakini kitendo cha kuingia katika vita, kuingia katika mgogoro mkubwa huu, matokeo yake ni kwamba uchumi wa nchi ya Iran unaweza ukarudi katika unafuu, kwa kuzingatia kwamba ni ndani ya mwezi mmoja tu. Kile kinachoonekana ni kwamba kiwango cha mfumuko wa bei kimeweza kushuka kwa asilimia takriban 13, lakini vile vile pesa yao imeweza kupanda thamani kwa takriban asilimia 6. Lakini vile vile kiujumla matokeo ya hesabu hii ambayo ilipigwa na Marekani na Israel, ambayo inaonekana kabisa kwamba ilikuwa ni hesabu ya muda mfupi, imekuja kuzalisha tatizo lingine kwamba wanajeshi kutoka katika kundi kama la Hezbollah wameweza kuingia katika sehemu ya miji kama ya Kiryat Shimona, miji kama ya Metula ambayo inapatikana katika upande wa ile hapa Galilee, katika upande wa Galilee, upande wa kaskazini. Kwa hizi ni athari, ni sehemu ya athari, ukiachilia mbali athari nyingi kama za kuongezeka kwa bei kwa takriban 100% katika nchi za Ulaya katika upande wa mafuta, na kubadilika kwa baadhi ya misimamo. Kwa mfano ukiangalia katika bunge kama la nchi ya Ujerumani,
wabunge wa upinzani wameanza kuzungumza wazi kwamba inabidi tuondoe jeshi la Marekani katika nchi yetu, kwa sababu tunaona nchi ya Spain imezuia bezi ya Marekani kuweza kutumika kwa ajili ya kwenda kuishambulia nchi ya Iran. Matokeo yake ni kwamba meli za nchi ya Spain zimekuwa zinaruhusiwa kutembea katika eneo la Mashariki ya Kati bila kugharasiwa na mtu yoyote. Sasa katika mazingira namna hiyo, ili pia Ujerumani ipate nafuu, maana yake inalazimika iweze kufunga bezi za nchi ya Marekani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba siasa inakwenda ikibadilika kutokana na athari ya mgogoro wa nchi ya Iran. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kufuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika masaa kadhaa yajayo tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnugwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.